Hakim TV, wema wenye kudumu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ndugu yangu Muislam, popote pale unaponitazama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wamesema wenye kusema katika wenye hikma na busara zao, inna awwalan nari ar-rashash, hakika mwanzo kabisa wa moto mkubwa ambao utakuwa na uwezo wa kuunguza msitu mzima, mwanzo wake ni chechea tu, chembe ndogo ndogo zilizoachwa zikaweza kuathiri msitu mzima. Katika nchi yetu ya Tanzania, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azidi kudumisha amani iliyoko. Kuna mambo ya kisiasa yanaendelea kwa sababu uchaguzi upo karibu katika mwezi wa Oktoba, insha Allah. Mwenyezi Mungu ajalie salama na amani. Kwenye hii process ya siasa yametokezea mambo ya kisiasa, ikapelekea baadhi ya watu wa Kenya kutoka Kenya kuja kujishughulisha na yale mambo ya siasa ya Tanzania. Uongozi wa Tanzania, kwa sababu ni nchi ina rais, ina mipaka, ina utawala, ikaona kwamba hawa usalama wasikuwepo Tanzania, watatuharibia mambo yetu na siasa zetu, ni salama tuwarudishe kwao. Serikali ya Tanzania ikakamata, ikazuia, ikarudisha. Huu ni uwanja wa kisiasa, sisi hautuhusu sana, wala hatutaki kujiingiza sana kwenye hayo, wala hatutaki kuishauri serikali kwenye hilo. Mwachie ulimkamata, mwachie, la, watajua na wenyewe na siasa zao. Sisi tunalenga sana usalama wa kijamii ambao ndio unatuhusu, baina yetu sisi wa Tanzania tunaoishi Kenya na baina ya Watanzania na baina ya Wakenya wanaoishi Tanzania. Haya mafungamano, tumeoa huku, wameoa kule, haya mafungamano ndio yanayotuhusu sisi zaidi, na tunaona kwamba yakiachiwa hivi mambo yanavyoendelea yanaenda kuharibika haya. Kwa hivyo lazima tuseme kitu kidogo. Sasa rais wetu wa Tanzania, baada ya ile siasa kutokea, wa Kenya wamekuja na hivi na hivi, rais wetu akasema maneno haya: niombe sana vyombo vya ulinzi na usalama na nyinyi wasimamizi wa sera zetu nje kutoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutovuka hapa kwetu. Hapana. Maneno haya ya rais wetu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muhifadhi na mpambe kwa afya njema na mpe busara za hali ya juu za kuongoza raia wa Tanzania. Sisi wa Tanzania hatukulelewa kwenye maadili ya matusi, ya kutukana viongozi direct na hivi na hivi, lakini kwa hapa Kenya hicho ni kitu cha kawaida, wa Kenya wanaweza kufanya, wala si jambo la kushangaa, yani ni kitu ambacho kishazoeleka. Wa Kenya hawa wakatamka maneno mazito. Mama Suluhu Hassan, this is the last warning. Last warning. Don't touch Kenya. Don't try to touch Kenya. Martha Karua kikatiba ni lawyer wa East Africa. Inafaa aende mahali popote. Hata leo hii ameenda Uganda kurepresent yule message. Wewe Mama Suluhu, who is Suluhu Hassan? Wewe ni nani? Hapa nimetoa sauti kidogo kwa sababu ni matusi kidogo ametokana na rais wetu. Haya maeneo yote ambayo natoa sauti ni kwa ajili ya kuna matusi yanamtukana rais wetu. Sasa hawa ni watu wa Kenya na hii ni tamaduni yao na hii ni jamii yao. Sisi wa Tanzania hatutakiwi kuigiza na kushindana nao kwenye hili. Lau ingelikuwa si heshima yetu sisi wa Tanzania, na kikao changu hiki kwa vile kina heshima yake ya kidini, ningeliasikizisha haya matusi yanayotokana rais wetu, yangelikuwa ni matusi makubwa ya ajabu. Anatukanwa rais wa nchi. Kwa huku Kenya hili ni jambo la kawaida. Wa Tanzania hatuwezi kushindana na wa Kenya, kujibizana nao kwenye mitandao, kwa sababu tamaduni zetu hazituruhusu kufanya kitu kama hiki. Halafu
anapotukanwa rais wetu kama hivi, tunapata tabu sisi wa Tanzania tunaoishi Kenya, kwa sababu wa Kenya tayari tushamiliana nao, tunaishi nao. Wanapomtukana rais wetu, je, tukianzisha ugomvi baina yetu sisi na wao inakuwaje? Sasa ninachokusudia kukisema hasa katika hichi kikao changu cha leo ni tasarrufat, ni activities za baadhi ya Watanzania kutaka kujifanya wanaweza kushindana na Wakenya kwenye kujibizana katika mitandao. Athari yake ni hii. Wanataka kujifanya wanaweza kushindana na Wakenya kwenye mitandao. Athari yake ni hii. Rais anatukanwa matusi ya nguoni. Haya yanatupa tabu sisi, watu ambao tunamuitakidi Samia ni rais wetu, kwa sababu sisi ni wa Tanzania, tumezaliwa Tanzania na kila kitu Tanzania. Lakini vile vile Kenya tunaihesabu ni sehemu katika nchi yetu, ni sehemu katika maisha yetu. Tunatafuta riziki hapa, tunapata, tumeoa, tumezaa hapa. Pana wa Tanzania wengi, pana Wapemba wengi, pana Watanga wengi wapo hapa. Kwa hivyo Kenya tunaihisi ni yetu na Tanzania tunaihisi ni yetu. Tunapoona rais wa Tanzania anatukana kama hivi, na tunawajua wa Kenya kwenye hili hawana mipaka, tunapata tabu. Sasa haishangazi hivi, itashangaza eti aje asimame Tanzania atoe maneno mazito kwa Wakenya akitegemea Wakenya watamwachia. Abadan, abadan, abadan. Hii ni uharibifu. Sasa hapa ndipo ninapopataka sasa. This last warning, don't ever. Eti Mtanzania anawaambia Wakenya this last warning. Last warning? Unamwambia nani last warning? Wewe Mtanzania huwezi kushindana na Mkenya. Utafika pahala utakaa kimya chini tu. Watu ambao wanaweza kumtukana rais wao yumo ndani ya nchi yao kwa matusi mazito ya nguoni, watashindwa kumtukana rais aliyeko nje ya mipaka nchi yao? Ni wewe ndo unatafuta sababu Rais Samia atukanwe. Ni wewe ndiye ambaye unawapa nguvu wa Kenya wa kujibu kumtukana rais wetu Samia. Basi kama hujionei uzito kutokana wewe binafsi, mheshimu rais wako. Unamtukanisha rais. Lau ingelikuwa siki kikao cha heshima, ningeliweka matusi ya Wakenya hapa dhidi ya rais wetu Samia. Nasoma comment jana usiku, mimi zinaninyima usingizi kabisa. Wakenya wanaandika matusi makubwa kuhusu Samia. Rais wetu ni mwanamume, rais wenu ni mwanamke, tutamwambia rais wetu amfanye hivi rais wetu. Ni nyinyi wa Kenya, ni wa Tanzania ambao mnataka kujifanya mnajibizana na Wakenya kwenye hili jambo. Simuliache kisiasa liende kisiasa. Siasa mwisho wa siku atakaa mezani, hawa mambo yataisha. Eti mwajibizana, eti last warning. Unampa Mkenya last warning, unamfundisha kukujibu Mkenya anayeweza kumtukana rais wake, atashindwa kumtukana rais wako. Sasa Watanzania kama hawa viherehere ndio watakao tuharibia mambo. Mention our president there. Don't ever, and don't test us. We know how to handle our problem. If you touch us, you Kenyans, you'll be in bad situation. Tunao watu wenu hapa, they are beggars there at Kariakoo. Tunao watu wenu hapa, wapo hapo Mburahati, they are wanaomba. Lakini we handle them like brothers. Sasa don't test us. Msifanye tuwarudishe. Msifanye tuwafate tuwasengenye. Don't ever respect. Nasikia maneno kama haya. Watanzania kama hawa ndiyo sababu na chanzo cha rais kutukanwa, ndiyo sababu na chanzo cha kuvuruga jamii, maelewano baina ya Watanzania na Wakenya. Hivi unafikiria Watanzania hawa wa Kenya waliweza kumwambia rais wetu? Hii ni video moja tunaiweka hapa, kuna mavideo mengi yananyima usingizi, ukisikiza uwezi kupata usingizi. Hii hawa wanamwambia rais wetu hivi hawa. Na sisi tupo katika nchi zao, hatuwezi kufanya chochote na hatuwezi kufanya vurugu kwa sababu tushaoa kwao, tushazaa kwao, tunapata riziki kwao. Huwezi kufanya lolote. Mbona haya mambo yanakwenda hivi? Mtu anamwambia rais wetu hivi. Unaweza kujua kwa bali kwa ndio. Heshimu. Mtu anamwambia rais wetu hivi. Sababu ni nini? Kuna vijitu huku huibuka eti kutaka kushindana na Wakenya, kujibizana nao katika maneno. Eti Wakenya tunakupeni last warning. Hawa watu hii kitu wamezoea. Sisi wa Tanzania hatujazoea hivyo. Sisi ni wa kumlinda rais wetu asitukanwe. Ukijifanya wewe unashindana na Wakenya kwa maneno, my friend, utajuta. Hawa ni watu wa kupishana nao hivyo wapite, kwa sababu tamaduni zao, siasa zao, demokrasi yao imefikia pahala
wanaweza kumwambia chochote rais wao. Vipi rais wa nje ya Tanzania, nje ya Kenya, watamwambia nini? Sasa sikiza huyu anavyokuja hapa akawaambia Wakenya eti tutakurudisheni, tuna Wakenya hapa omba Kariakoo, tuna Wakenya hapa Mburahati. Wewe unajua asilimia ngapi ya Watanzania walioko Kenya hapa? Unajua asilimia ngapi ya Watanzania, ya Wapemba waliotoka kwa Zanzibar kule wanaishi Kenya hapa? Na unajua ni asilimia ngapi ya Watanga waliovuka Tanga wakaingia hapa? Gasi pale ukisogea ukija zako mpaka Likoni hapo wamejazana chungu mzima. Ukija Mombasa hapo wamejipanga hapa. Wanauza chapati na batata hapa. Na maharage hapa. Watanga hapa. Sasa unapozungumza lugha ya kwamba you Kenyans, you'll be in bad situation. Tunao watu wenu hapa, they are beggars there at Kariakoo. Tunao watu wenu hapa, wapo hapo Mburahati, they are wanaomba. Lakini we handle them like brothers. Sasa don't test us. Msifanye tuwarudishe. Msifanye tuwafate tuwasengenye. Haya. Watu hawa wa Kenya walioweza kumshambulia rais wetu, sisi wa Tanzania hatuwezi. Hakuna Mtanzania anayeweza kukaa akamwambia Ruto, "We Ruto hivi," akamtukania mama yake. Hakuna. Na akifanya hivyo, Watanzania watamwambia wewe huna adabu. Kenya hiyo kitu hakuna. Kama Mkenya anaweza kuinua mdomo kumtukana rais wake, basi anaweza kumtukana rais wa Tanzania. Anaweza kumvunjia heshima rais wa Tanzania. Sababu ni wewe. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza mtu kumtukana mzazi wake. Maswahaba wakashangaa, vipi mtu anaweza kumtukana mzazi wake? Mtume akasema, ukimtukana mzazi wa mwenzio, yule akirudisha tusi kwako, wewe ndio umesababisha mzazi wako tukanwe. Kwa wewe ndio umemtukana mzazi wako. Sasa ukijifanya una kiherehere, unatoa maneno kuhusu wa Kenya, tutakurudisheni, tunao ndugu zenu omba. Wewe unafikiria wa Kenya wanashindwa kusema maneno haya? Kwamba tunao wa Tanzania omba, Wapemba wavuvi hapa. Tunao Watanga wauza maharage hapa. Tunao sijui nani, na sisi tutawarudisha. Hivi hii kitu sijui ya watu wanafikiria au hawafikirii, au kwa sababu wao hawana hata asilimia ya damu huku. Bana huku kuna Watanzania tushaoa, tuna watoto, tunapata riziki, tunalipa kodi katika nchi hii ya Kenya. Wapo wengi tu wa Tanzania, na wapo wa Kenya washaoa Tanzania, washazaa wana watoto na wanalipa kodi Tanzania kwa namna moja ama nyingine. Mbona sasa mulete maneno kama haya? Alafu unashindana na hawa watu, uhakika watakuumiza wewe. Hivi hawa Kenya kesho na kesho kutwa wakija kufanya mambo maajabu kuhusu rais wetu, wakatengeneza picha, wakapachika picha rais wetu yuko uchi, wewe utakuja kufanya nini? Yaani unataka kushindana na Wakenya, watu ambao hawajali kitu kama hichi, wanaweza kukifanya wakati wote. Sasa basi, mfano wa hayo, tizama wa Kenya walichokifanya. Wanataka kushindana na Wakenya. Hii ni tahadhari tu. Achaneni wa Tanzania kujibizana na Wakenya eti kutaka kuwakomoa. Hawa watu wanaweza kufanya mambo bila ya kujali mambo ambayo kwa tamaduni zetu sisi Tanzania hatuwezi. Sasa nyinyi wa Tanzania, niliwaambia jana mjatosha mboga msikii. Mama na yeye yule Samia sijui ndio suluhu na ana suluhisho. Sikia maneno. Akaenda Sikia maneno. Sikia Mkenya anakaa afazungumza tumzungumza rais atakavyo. Ni rais wetu, sisi taumia. Kwa na mtu si Mkenya azungumza rais hivyo, taumia. Kesho na kesho kutwa akamtukania mamake, kesho na kesho kutwa akamuita malaya, kesho na kesho kutwa akamuita hivi. Hatuwezi kuvumilia sisi. Lakini sababu ni nani? Ngoja utasikia huko mwisho. Huyu anataja sababu ya yeye kuzungumza na azungumza hapa. Twende taratibu. Kwa media akasema haiti kwamba hataki wa Kenya Tanzania ambao wameharibu kwao. Guess what? Leo asubuhi nikiamka namna hivi, trending news ni kwamba account ya polisi wa Tanzania imehakiwa. Wakenya wameenda wakahack account ya polisi ya Tanzania. Alafu wakapost mama amefariki. Yani mama Samia, yani jeshi la polisi wa Tanzania account yao ya X imehakiwa, na wakapost kwamba mama ameifariki dunia. Sasa akiambia kina Mwichaku hapa ndo anamaliza, anapeleka ujumbe kwa hao wa Tanzania ambao wanarembea maneno, kuwarembelea maneno wa Kenya. Sikiza Mtanzania gani anayetajwa mwanzo, ndio ujue kwamba hawa watu wanaharibu kwa masifa yao. Sasa akiambia kina Mwichaku, wewe Mwijaku anatajwa hapa ni huyu, ashawashambulia wa Kenya. You Kenyans, you'll be in bad situation. Tunao watu wenu hapa, they are beggars there at Kariakoo.
Tunao watu wenu hapa, wapo hapo Mburahati, wanaombaomba, lakini we handle them like brothers. Sasa don't test us. Msifanye tuwarudishe. Sasa hawa wa Kenya hawafundishwi kusema, na anaoathirika hapa ni sisi ndugu zenu wa Tanzania, wa Pemba, wa Tanga, nani tunaoishi Kenya. Sisi ndio tunaathirika. Tunasikia mitaani humu Samia anatukanwa, tunaona kwenye mitandao Samia anatukana. Sisi wa Zanzibari, wa Tanzania hatuwezi tamaduni hizi za matusi. Kwa hiyo hawa wa Kenya, hata nyinyi mkiwatukana wa Tanzania, hawa hamuashi wala hawahisi hasa kabisa kama mmetukaniwa rais wao. Wao wenyewe wanamtukana rais. Lakini je, sisi likirudishwa tusi kwetu kwa rais wetu tunapata usingizi vipi? Kwa sababu ya watu kama hawa, viherehere, vimbelembele. Kwa sababu ya watu kama hawa ndio mambo yanaharibika. Sasa matokeo yake Wakenya Wakenya watu shida nao kwenye mambo haya. Wakenya wamehaki account ya jeshi la polisi, alafu wakatoa taarifa rais amekufa. Wote kushindana watu kama hao. Hawa watu hawajali vitu kama hivyo wanaweza kufanya. Ni aula mambo haya yakaachwa kisiasa, yakamalizika kidiplomasia, yakamalizika wanajuana wenyewe watamaliza vipi? Eti kujiingiza sisi tukaanza kushembe. Wakenya si wa Tanzania. Wakenya si wa Tanzania. Kama mmezoea sijui kujibizana na Haji Manara, sijui kujibizana na nani, Wakenya si wa Tanzania. Wakenya si wa Tanzania. Mimi wameniacha hoi hawa Wakenya kweli kweli. Sasa utasikia jeshi la Tanzania, sijui viongozi wa Tanzania wanasema hivi. Tumebaini kuwepo kwa vitendo vya kihalifu katika akaunti za mitandao ya kijamii za baadhi ya taasisi za serikali. Baadaye tukaanza kuona pia wakiingilia katika taasisi zisizokuwa za kiserikali. Vyombo vyetu vimeanza kuwatafuta wote wanaohusika ama waliojihusisha na vitendo hivyo. Tumebaini mambo mawili yanayofanyika. La kwanza, serikali na watafuta waliofanya hivyo, waliohaki ile account. Wakenya washasema wamefanya wao. Kwa hiyo kutafuta ni bure tu, wamefanya wao, washasema wenyewe. Ni la wale ambao wametumia mbinu za kupata credentials, yani taarifa za kuwawezesha kuingia kwenye akaunti za taasisi zetu za serikali na kwenda kuchapisha machapisho yenye taarifa potofu yanayolenga kuleta uchochezi na kuleta taharuki kwa wananchi. Hiyo moja. Lakini wako ambao wamethubutu kwenda kusajili akaunti ambazo zina majina yanayofanana na baadhi ya taasisi zetu zinazoaminika za serikali na kuchapisha maudhui potofu, maudhui yenye kuleta taharuki na kutishia wananchi. Kwa hiyo tumechukua hatua za haraka kwanza kuondoa maudhui hayo, lakini sasa hivi kazi inayoendelea ni kwa vyombo vyetu kuwatafuta na kuwachukulia hatua za kisheria wote waliohusika na uhalifu huu. Nataka kuambia Watanzania, hapa sio kesi ya Tanzania ndugu zangu. Wenyewe waliofanya ni hawa. Wakenya wameenda wakahack account ya polisi ya Tanzania. Hawa watu wanaweza kuhack account ya rais wao, itakuwa account za Tanzania. Sasa hapa jeshi la polisi la Tanzania litahangaika, litakamata watu, litafanya nini? Hapana, haya mambo wanafanya Wakenya. Na haya ni madogo, yanaweza kufanyika makubwa zaidi hapo. Mimi hofu yangu hawa watu wakuja kumkashifu rais, wakamvua nguo, wakamtengeneza katika mapicha ya uche, wanaweza kufanya hawa watu. Kwa wao si kitu kizito, lakini kwetu sisi ni aibu kumkashifu yule rais. Rais wetu sisi ni mwanamke. Sasa busara hapa ni kutokushindana nao hawa, hususan kwa nguvu ya mitandao. Busara hapa ni kutokushindana nao, hususan kwa nguvu ya mitandao. Mwisho wa siku aibu zishakuwa nyingi, alafu baadaye watu tunakuja kukaa vikao wanasuluhisha maugomvi ya bure. Aibu zishakuwa nyingi. Sasa kabla hazijawa nyingi, kabla ya kujibizana, Wakenya wakasema tutawafukuza Watanzania na Watanzania wakasema tutawafukuza Wakenya, kabla hajafika huko kutukana rais, kufanywa hivi Samia na kabla hajafika huko, ni mapema tu kwanza kuzuia hawa wa Tanzania wanorembea maneno mitandaoni, hawa maarufu tutakufukuza hawa, ndio kuzuia kwanza, kwa sababu Wakenya wanaweza kufanya hivyo. Na ili wapate spidi ya kujibu lazima Mtanzania aseme, na hapo Kenya atasema. Itafikia pahala mnawapatabu ndugu zenu wa Tanzania wanaoishi katika ardhi ya Kenya. Sasa haya mambo hapa ni mengi, mimi sitaki kuyaweka yote, lakini nilitaka tu kuleta hii taswira kwamba hawa Tanzania ndio watakao kuja kuisababisha Tanzania ikaje ikalia baadaye. Hawa wanaonekana wasemaji. Lau wasipodhibitiwa mambo yanaweza kuwa mabaya baadaye. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillah.